Wengi wanajiuliza, kwenye ulingo wa siasa Tanzania, Gwajima ni nani? Gwajima ni askofu aliyekuwa analiongoza kanisa la Ufufuo na Uzima, kanisa ambalo lilikuwa maarufu kwa kufufua misukule. Askofu Gwajima alikuwa anadai kwamba ana uwezo wa kuwafufua watu waliokufa kwa mazingira tatanishi, pengine kwa kuchukuliwa na wachawi. Yeye alikuwa na uwezo wa kuwafufua. Hiyo ilifanya kanisa lake likawa maarufu, na hata yeye mwenyewe askofu akawa tajiri anayemiliki ndege binafsi Tanzania. Lakini kwenye siasa ilikuwaje mpaka askofu Gwajima akaingia kwenye siasa? Inasemekana rais mwenda zake Magufuli ndiye aliyemshauri askofu Gwajima agombee ubunge wa Kawe. Na pale Kawe aliyekuwa anashikilia ubunge wa Kawe alikuwa ni mbunge wa upinzani chama cha Chadema ambaye alijulikana kama Halima Mdee. Na kwenye uchaguzi ule Halima Mdee alibwagwa chini na Gwajima akaibuka mshindi. Lakini uchaguzi ule ulikuwa uchaguzi tata, kwani wengi wanadai ule uchaguzi haukuwa uchaguzi, ulikuwa uchakachuzi. Kwa hiyo kuna wengine wanadai kwamba Gwajima aliingia kama mbunge kwa kutumia goli la mkono. Nikisema goli la mkono, Tanzania wanajua kwamba unaingia kama mbunge, lakini sio kwa kushinda kura, lakini kwa namna ambavyo rais alikuwa anataka uingie, utaingia. Kwa hiyo uchaguzi ule ulikuwa tata, na mpaka leo haijulikani ulienda vipi. Na ndio maana hata wale wabunge wa upinzani waliokuwa wametolewa akaingia akina Gwajima, wale wabunge pia Rais Magufuli aliwarudisha kwenye ubunge kwa njia ya kuwateua, na akawatoa kwenye upinzani, wakawa sasa ni wabunge walioteuliwa na rais wa CCM. Kwa maneno mengine, Rais Magufuli alikuwa na mpango wa kumaliza kabisa upinzani Tanzania. Kwa hiyo Gwajima aliingia kwenye ulingo wa siasa kwenye uchaguzi huo ambao ni uchaguzi tata. Sasa wengi wanajiuliza, masaibu anayoyapata Gwajima sasa yanawezekana yanatokana na jinsi alivyoingia kwenye ubunge kwa kutumia uchaguzi tata, na sasa wanataka kumtoa kwenye siasa wakitumia goli hilo la mkono? Kwa sababu alichokifanya Gwajima mpaka ikapelekea kupata masaibu anayoyapata sasa hivi, mpaka kanisa lake kutishiwa kufungwa, na hata akienda mahakamani, mahakama inamwambia kanisa lako halijafungwa, na akitaka kwenda kuabudu pale kanisani, wafuasi wake wakiingia pale kuabudu wanakamatwa na polisi, wanapigwa virungu, wanatupiwa mabomu. Sasa watu wanajiuliza, je, haya yanayomkuta Gwajima sasa hivi ni yale yaliyomfanya aingie? Yani aliingia kwenye goli la mkono, na sasa anataka kutolewa kwa goli la mkono? Mtumishi Munishi nilikosoa kwa nguvu zote uchaguzi ule uliochakachuliwa, na pia nikamkosoa Gwajima wakati ule, nikamwambia, umekosea ndugu yangu kuingia kwenye siasa katika uchaguzi uliochakachuliwa. Kwa hiyo uchunge, ukiingia kwenye siasa usimezwe na siasa. Shikilia utumishi wa Mungu, kwa sababu uaskofu uliokuwa nao ni mkubwa kuliko ubunge ambao umeupata kwa njia tatanishi. Baada ya Rais Magufuli kutuacha na Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua nafasi yake ya kuwa rais, basi Watanzania tulikubali yaishe. Tukaendelea kuwa na wabunge 16 walioteuliwa na Magufuli kutoka upinzani, na tukaendelea kuwa na Gwajima ambaye alikuwa askofu kama mbunge ndani ya bunge la CCM.
pamoja na kwamba tulikubali yaishe, lakini kuna mambo ambayo wakati wa Magufuli yalifanyika ambayo hayatasahaulika. Mojawapo likiwa ni lile la Tundu Lissu, mbunge wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, alipopigwa risasi kwenye majengo ya bunge Dodoma, na kwa bahati nzuri Mungu akamponya na sasa hivi amewekwa ndani kwa makosa ya uhaini, na aliyemweka ndani ni Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye na yeye alipoingia madarakani kuchukua nafasi ya Magufuli, ndani ya chama tawala CCM kuna watu ambao walikuwa hawataki mama achukue nafasi ya uraisi wa Tanzania. Hawa ni wale timu Magufuli ambao hawakutaka Rais Samia achukue uraisi baada ya Rais Magufuli. Na ukweli hawa ndio wamekuwa mwiba kwa Rais Samia, kwa sababu wanakosoa sera zake. Samia alipoingia madarakani alikuwa na sera zinazotofautiana na zile za Magufuli. Rais Samia yeye aliruhusu wawekezaji, wakati Rais Magufuli alikuwa anawabania wawekezaji wasiingie Tanzania kuwekeza. Na sera za Rais Samia za kuwaruhusu wawekezaji wawekeze Tanzania, wale timu Magufuli ndani ya chama cha CCM waliona sera hizo kama ni kuuza rasilimali za Watanzania nje, ili watu wa nje wawekezaji wafaidi na Watanzania waendelee kukonda. Pamoja na upinzani alioupata Rais Samia ndani ya chama chake CCM, aliendelea na sera zake hizo, na pia akaendelea na sera nyingine za kuwaleta wapinzani karibu na kuwaruhusu, kuwapa uhuru wa kuuza sera zao kwa wananchi, tofauti na Rais Magufuli ambaye alikuwa na mchakato wa kuumaliza upinzani Tanzania.